Habari zenu ndugu watazamaji wetu wa Sheka Toto TV. Karibuni katika kipindi chetu cha visa na mikasa. Leo ni siku ya Alhamis. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Rose Mabula, au ukipenda niite Rose wa mikasa. Leo ndugu zangu watazamaji wetu, wasikilizaji wetu wa Sheka Toto TV, tuna mkasa wa ndugu yetu ambaye anaitwa Mwanne. Mkasa huu kwa kweli unasikitisha. Wao usikose kunifuatilia mwanzo mpaka mwisho wa mkasa huu. Utajifunza mengi, kuna mengi ya kujifunza. Mwanne anasema yeye ni mtoto wa kwanza kwa wazazi wake, babake na mamake, na amezaliwa huko mkoani Iringa. Babake na mamake ni watu ambao walikuwa wanapendana japo hawakuoana. Mamake alikuwa ni dada tu wa nyumbani, anafanya tu shughuli zake, na babake alikuwa ni fundi umeme. Kwa hiyo katika maisha yao wenyewe walipendana mpaka ikafikia hatua mamake akapata ujauzito. Wakati huo bado yuko nyumbani, akawa amepata ujauzito. Na wazazi wake walipogundua walimwita, wakamuuliza, na akataja aliyempa ule ujauzito, lakini ikatokea sintofahamu baada ya kumtaja yule aliyempa ujauzito, kwa sababu walikuwa ni majirani, ila ulikuwa ugomvi wa baba, yani babu yake Mwanne mzaa mama na babu yake mzaa baba walikuwa wana ugomvi wao. Kwa hiyo ikapelekea kwamba alivyosikia binti yao amepewa ujauzito na mtoto wa adui yake, kwa kweli yule baba hakukubali mwanae aolewe na ule kijana, kwa sababu ukiuliza baba na baba wana ugomvi. Kwa ule ugomvi umewapelekea mpaka kwa watoto wazuia kwamba wasioane. Kwa hiyo walichomwambia kwamba mwenyewe mmemwambia mwenye ujauzito ndio amekubali, kakubali, basi kama kakubali sitaki uolewe naye. Ataleta huduma sawa, hajaleta sawa, mimi mtoto sitoacha kumhudumia, nitamhudumia, lakini kuolewa naye mwanangu na ile familia sitaki. Na yule kule naye alivyowaambia wazazi wake kwamba nimempa ujauzito mtoto wa fulani, babake naye akasema mhudumie yule mwanamke, mhudumie mtoto, ikiwezekana mtoto mchukue, lakini yule mwanamke sitaki umoe. Ile familia mimi kwa kweli siipendi na sio nzuri, hawana maadili mazuri. Kumbe ugomvi ni baba na baba. Wakiuliza sababu ni nini, sababu haijulikani, wanajua wenyewe walichokuwa wanagombaniana. Kwa wale watoto waliendelea kulea ule ujauzito, walishirikiana vizuri, na wakasema tuendelee kuwapa muda, labda itafikia hatua asila zao zitapungua na tutaweza kuoana. Basi maisha yaliendelea. Yule mwanaume alionyesha ushirikiano kwa mamake Mwanne mpaka ikafikia hatua mamake Mwanne anaenda kujifungua, walikuwa wote pamoja mpaka akamsindikiza hospitalini, yani hakumwacha. Basi yule mamake Mwanne alijifungua salama na alijifungua mtoto wa kike ambaye ndo Mwanne. Alirudi nyumbani, maisha yaliendelea. Alimlea mwanae, walishirikiana vizuri na baba yake, wakamlea mtoto wao mpaka akafikisha umri wa miaka 2. Baada ya kufikisha umri wa miaka 2, siku moja babake Mwanne alivyokuwa kazini alidondokewa na nguzo ya umeme na ilimpata kwenye mguu, kwa ule mguu ukawa umevunjika. Kwa hiyo alikuwa na hali mbaya sana, wakampeleka hospitali iliyokuwa karibu, wakasema huyu hatumwezi, inabidi apeleke hospitali kubwa ya Iringa, yani hospitali ya mkoa. Akapelekwa pale, akawa anafanywa matibabu, lakini hali yake haikutengemaa, na mamake Mwanne hakuacha kwenda hospitali kumuona mzazi mwenzie. Walishirikiana bega kwa bega pamoja na ndugu, na alikuwa anajitahidi kumpelekea chakula, na alikuwa anaendelea kumfariji kwamba usijali, mtapona tu, mtarudi, tutaendelea kumlea mtoto wetu. Lakini siku moja mamake Mwanne alipata taarifa mbaya kwamba mgonjwa alizidiwa na alipoteza maisha akiwa pale hospitalini. Kwa kweli ulikuwa msiba, na mamake Mwanne alihuzunika sana na alilia sana. Walifanikiwa wakazika, lakini hicho kitendo mamake kilimuumiza sana. Kwa hiyo alikuwa kila akikaa anamfikiria yule baba, kila akikaa anamfikiria yule baba. Akaona hapa cha kufanya ili nipunguze haya mawazo, ngoja nianze kujifanya niwe bize na biashara. Akaanza kupika maandazi, sambusa, hivyo hivyo anapata pesa, anamsaidia na mwanae. Lakini anasema bado, kwa sababu alikuwa anakaa karibu na alikuwa lazima pale apite. Kwa hiyo akipita tu lazima amkumbuke mzazi mwenzie. Akaona hapana, mimi siwezi kuendelea kuishi umri,
ndo alipoambia wazazi wake kwamba mimi nahitaji niende Dar es Salaam kwa dada nikatafute huko maisha, mimi naona hapa siwezi. Wazazi wake walimhoji kwa nini, akasema hapana, nahitaji nijichanganye na watu, maana kwa hali na mimi naweza mkanipoteza. Wazazi wake walimuelewa na kweli alifunga safari, aliwasiliana na dada yake kutoka Iringa mpaka Dar es Salaam. Alimpokea vizuri na alipofika kwa dada yake akamwambia, dada, sitaki kupoteza muda na mtoto, na kama unavyojua babake amefariki, inabidi nipambane ili mwanangu asome naye afike mbali. Dada yake akamwambia sawa. Kwa dada, kama kuna kazi yoyote na mimi nataka nifanye kazi. Akamwambia, wala mdogo wangu usihangaike kutafuta kazi, mbona mimi nina mgawa wangu, kwa nini tusifanye wote pale, mimi nitakuwa nakulipa tu kama kawaida. Mamake Mwanne alikubali, akajiunga na dada yake, akawa anamsaidia kazi za hapa na pale kwenye mgawa, akawa anamsaidia kazi za pale mgawani, kupika nini. Hivyo hivyo huko anaendelea kucheza mchezo. Mwanne alikuwepo pale nyumbani, anamwacha kuna watu tu wa kukaa naye. Mama Mwanne akapambana, akawa anacheza mchezo. Akipata pesa yake ananunua vitu vidogo vidogo. Anacheza mchezo, akipata pesa yake ananunua vitu vidogo vidogo. Mpaka vile vitu alivyokuwa anavihitaji vikatimia. Na vilipotimia ikabidi atafute pesa akapange atoke pale kwa dada yake. Kweli alipambana, Mungu akamjalia, akapata pesa, akaenda kupanga. Na wakati huo Mwanne kashasoma mpaka darasa la kwanza. Ndio anatoka pale kwa mama yake mkubwa. Wakaenda kuanza maisha yeye na mama yake. Walivyoenda kuanza maisha yeye na mama yake, maisha yaliendelea vizuri. Yeye na mama yake Mwanne anaenda shule, akitoka shule anaenda kwa mama yake mkubwa pale. Wanafanya kazi, anamsubiri mama yake akimaliza kazi, wanarudi nyumbani. Basi mama yake naye akaendelea, akasema hapa nahitaji na mimi niwe na biashara yangu. Akaendelea kupambana, anacheza michezo. Alipopata pesa ya msingi, yani ya mtaji, akatafuta sehemu na yeye akaanza biashara yake. Biashara ile iliendelea, maisha yakabadilika, akawa na maisha mazuri, yeye na mamake wanaishi vizuri. Siku moja mamake Mwanne alipata mwanaume, na huyo mwanaume alikuja akajitambulisha tu vizuri, wakaelewana na mama yake na akatangaza ndoa kwamba anataka kumuoa. Na mama Mwanne kutokana alishakaa muda mrefu na yeye pia akaona ni sawa amuoe, lakini Mwanne anasema cha ajabu, yule mwanaume aliyemuoa mamake alikuwa na jina sawa sawa na la babake. Yaani majina yote mawili yanafanana isipokuwa jina la ukoo tu ndio alikuwa hayafanani. Basi wakaoana, maisha yakaendelea. Na yule baba alimpenda sana Mwanne, akamfanya kama mtoto wake. Mama yake wakakaa, akapata ujauzito, akapata mtoto mwingine wa pili, mtoto wa kiume. Maisha yakaendelea. Mwanne anasema wakati amefika darasa la 6, kwenye hiyo nyumba waliokuwa wamepanga, kulikuwa na kijana. Yule kijana alikuwa ana tabia za kumchezea Mwanne. Yaani yule Mwanne anamchezea. Mwanne asemi, amwambii mamake. Mamake hajui chochote kinachoendelea. Anamchezea mpaka kafika darasa la 7. Akaanza sasa kumuingilia. Anamuingilia, anamwambia usiseme, na Mwanne naye asemi. Kwa hiyo yule kijana akaona hapana. Huyu mtoto mdogo na tunaishi wote humu ndani. Naweza siku moja nikafumwa. Kwa hiyo cha msingi kabidi awe anampotezea yule Mwanne, akawa ameachana naye. Wakati huo Mwanne anasema yuko darasa la 7. Kwa hiyo akawa ameshaanzishwa hiyo michezo tangu darasa la 6. Ilipofika darasa la 7, mamake akaanza kumuona Mwanne tabia zake zinabadilika. Alikuwa akienda pale kazini kwa mamake, kulikuwa na mvulana mmoja alikuwa anamtania mchumba wangu. Na Mwanne kutokana alishaanzishwa hizo tabia, na yeye akajikuta anaanza kweli kumtamani yule kaka. Na wakati yule kaka alikuwa anamtania, siku moja Mwanne alifanya kosa nyumbani. Mamake akamwadhibu. Alivyomwadhibu, Mwanne alikimbia, akaenda mpaka kwa yule kaka. Ilikuwa usiku. Akaenda pale akamuuliza, mbona umekuja sasa hivi usiku? Mama kanipiga, mimi sitaki kurudi nyumbani, nimekuja kwako. Kwa sababu unanitanyaga mimi mchumba wangu, mimi nimeamua kuja kwako. Na yule kaka bila haya alimchukua Mwanne na akamficha. Mamake huko anamtafuta. Siku ya kwanza Mwanne kalala kwa yule mwanaume. Siku ya pili ikabidi waende shule kutoa ripoti. Shule wakauliza wanafunzi wenzao, kuna mtu kamuona Mwanne? Ndipo alipoulizwa rafiki yake akasema ndio, Mwanne mimi nimemuona. Unaweza kutupeleka alipo? Akasema ndio. Walimchukua yule mtoto wakampeleka mpaka alipo Mwanne. Wakaenda mwalimu pamoja na mzazi. Kufika pale wanagonga, anafungua kijana. Mamake akashangaa.
akasema Mwanne yupo humu. Kwa hiyo alivyoona vile, yule mwanaume akafunga mlango akarudi tena ndani na akamwambia Mwanne, mama yako amekuja. Kwa hiyo tunafanyaje? Inabidi tu utoke, usije ukanitafutia matatizo, mimi nikapelekwa polisi. Kweli wale walivyong'ang'ania kuingia ndani walimkuta yule Mwanne ndani. Kwa hiyo pale ikawa zogo nini, yule mwanaume baada ya lile zogo ilibidi akimbie, kwa sababu wale walisha panic, ilibidi waende polisi ili akamatwe. Kwa nini unaishi na mwanafunzi ndani na huyu akiwa bado binti mdogo? Wewe unaweza ukawa ni mbakaji. Alikimbia yule kijana. Akamwacha Mwanne, wakamchukua wakamrudisha nyumbani. Wakati huo mama yake kashaenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Kufika kule kituo cha polisi kapewa alabii waje wamkamate yule kijana. Walienda na sungusungu. Wakamkuta yule kijana karudi kafunga mlango hayupo. Kwa hiyo wakawa wanafanya jitihada za kumtafuta ili wamkamate, lakini ilishindikana kwa sababu inavyosemekana yule kijana pale alihama kabisa kwa sababu aliona umeshakuwa msawa. Na Mwanne alivyoona kule kakamatwa, baada ya kurudi nyumbani na nyumbani napo tena hakukaa, akakimbia akaenda tena kwa mamake mkubwa. Kwa mama yake ikabidi tena ampigie simu mamake mkubwa, Mwanne tumempata kwa mwanaume, lakini hapa nyumbani tena kanikimbia. Ndio mamake mkubwa alimwambia Mwanne yuko huko kakimbilia huko, kwa hiyo njoo tuongee. Kwa mamake alivyoenda kule, mamake alilia sana. Kuona mwanae kashaanza hizo tabia akiwa bado binti mdogo. Alilia, kwa kweli alilia. Na yeye ndoto zake mwanae asome afike mbali. Kwa hiyo mamake mkubwa alichomshauri mamake akamwambia, huyu mtoto kwa sababu kashaanza hizo tabia, na hapa tena ukimpiga atakimbia tena. Na akikimbia tena sasa hivi sidhani tutampata wapi. Kwa hiyo cha msingi, hebu shusha hasira zako, punguza jazba. Mchukue huyu mtoto, rudi naye nyumbani, usimseme. Usimwambie kitu chochote kwa sababu mimi nimeshamsema sana. Na wewe kule utakavyomsema atajua tena unataka kumpiga, atakukimbia tena. Kwa hiyo muache. Siku ametulia ndo kaa naye chini uanze kumueleza kitendo anachokifanya sio kizuri, na yeye akiwa bado binti mdogo. Lakini sasa hivi wewe una hasira. Utakavyoanza kumsema utapata hasira, utampiga, atakimbia tena. Kwa hiyo mamake alimlea dadake, akamchukua Mwanne, wakarudi naye nyumbani. Mwanne akaendelea na shule. Wakati huo Mwanne hizo tabia tayari ameshazianza akiwa bado binti mdogo. Mama yake akashuhudia matukio mengi ya Mwanne kulala na wanaume. Mpaka akawa anasema mimi ninavyoona, akawa anawaambia ndugu zake, huyu Mwanne sitomsomesha tena kwa sababu ananikatisha tamaa. Naweza nikampeleka sekondari akaja akapata ujauzito, mimi nikajutia pesa yangu. Kwa hiyo akimaliza darasa 7 nitamrudisha nyumbani Iringa akakae na wazee ili ajifunze kufanya shughuli mbalimbali, lakini mimi sitompeleka tena shule. Na Mwanne darasani alikuwa na uwezo mzuri tu. Basi na kweli Mwanne kasoma mpaka darasa la 7. Alivyomaliza darasa la 7 alifaulu, lakini mamake akasema simpeleki shule. Mwanne anasema kipindi hicho ukikaa nyumbani serikali haifuatilii kama sasa hivi. Mwanzo alikuwa mtoto ameenda shule hajaenda hiyo basi, lakini sasa hivi imekuwa wameweka sana msisitizo. Lakini yeye kwa kipindi kile alifaulu na kupelekwa shule. Mama yake akamchukua, na ndugu alivyomshauri mpeleke shule alikataa. Lakini kusokana alikuwa bado na hasira. Akamsafirisha, akamtoa Dar es Salaam akamrudisha Iringa. Na pale Iringa alimpeleka Iringa mjini ambapo ni kwa mama yake mkubwa mwingine, kwa dada yake, akamwacha pale. Au anajifundisha shughuli mbalimbali. Lakini lengo lake sio kwamba asiende shule kabisa, ila alisema anatafuta pesa ampeleke sekondari, ila ampeleke chuo chochote cha ufundi, kama ataenda kusomea mapambo au ucheleani au kitu chochote. Basi Mwanne alikaa pale, ukapita mwaka wa pili akiwa Mwanne bado anafanya shughuli, maana mamake mkubwa naye alikuwa anafanya biashara kupika sambusa, maandazi, kachori, wanapeleka shule. Kulikuwa na shule ya sekondari. Mwanne alikuwa anamsaidia mamake mkubwa. Kwa hiyo katika hizo harakati Mwanne za kwenda shule kurudi, kuna mwalimu mmoja ambaye alikuwa anafundisha kompyuta na English course. Alimuona Mwanne. Na yule mwalimu alikuwa ni mtu mzima akampita Mwanne. Alikuja kwa yule mamake mkubwa na akaongea naye bila kuongea na Mwanne. Akaongea naye kwamba mimi binti yako nimempenda. Na yule mama mkubwa akamwambia hapana, huyu bado ni mtoto mdogo na anahitaji kwenda shule. Anatakiwa aende chuo akasomee chuo chochote cha ufundi. Yule mwalimu akasema hilo halina shaka kwa sababu mimi ni mwalimu na shule yangu ya English course na kompyuta na uwezo na mimi wa kumuingiza shule. Kwa hiyo wewe mama ukiniozesha huyu binti yako hakujaribika kitu chochote. Basi yule mama akasema sawa, mimi naweza nikakubali, lakini mtoto mwenyewe asikubali. Kwa hiyo yule baba akaanza kumshawishi Mwanne. Mwanne kashawishiwa akakubali.
akamkubalia yule baba, wakaanzisha mahusiano. Na yule baba alikuwa spidi kweli kweli, alikuwa spidi, yani anataka kuoa muda wowote, yani leo au kesho, amkubalie tu. Taarifa alipewa mama yake kwamba mwanao huko kapatikana mchumba, anahitaji kuolewa. Mama yake kwa kweli alikataa, akasema hapana, mimi mwanangu bado mdogo na nilikuwa najitafuta ili nimpeleke chuo. Akasema hapana, huyo baba amesema akimoa atamuingiza shule, kwa sababu ana shule yake, anaweza akasomea kompyuta na English course pia. Kwa hiyo kama utakubali mama, lizia mwanao aolewe, haya ndio maisha, watu wazima wanalea. Kwa hiyo mama yake akasema basi ngoja nije, kwa sababu huyo baba alikuwa anataka kuleta barua na barua ikawa imeshaletwa. Kwa hiyo yanahitajika mama yake haje ili wapange mahali. Mama yake alitoka Dar es Salaam na akaenda, wakapanga mahali, wakarudisha majibu, na alikutana na yule baba. Akasema ila ni mkubwa sana kwa mwanangu, akasema wazee ndio wanalea, kwa hiyo kubali mwanao akapate maisha mazuri. Wewe ulikuwa unataka ulipe ada, lakini mtu kashajitokeza wa kumsomesha mwanao, Mungu kakuepushia. Basi yule mama akawa hana jinsi, akakubali. Mwanne aliolewa na hawakutaka yeye eti kwamba anasema mimi nataka nimuoe haraka haraka kutokana nimekaa muda mrefu sina mke. Nyie mkitaka kufanyia shughuli mtamfanyia nyie shughuli kwa muda wenu, lakini kwa sasa hivi mimi nahitaji nimuoe. Walikubali. Walipanga sawa, tutafanya shughuli siku nyingine. Alimwozesha mwanae na mama mtu akarudi Dar es Salaam. Mwanne akaendelea na maisha na yule mwanaume. Anasema mwanzo walienjoy sana. Alienjoy katika mahusiano na yule baba. Lakini yule baba alikuwa amepanga nyumba upande mzima. Yaani upande mzima anakaa peke yake na geti lake anajitegemea. Kwa hiyo yule baba alikuwa anaenda kazini kwake, Mwanne anamwacha pale ndani, lakini alichokuwa anakifanya anamfungia mlango. Anamfunga mlango kwa nje, anaondoka na funguo. Mwanne humo ndani kaekewa kila kitu, hatakiwi kutoka nje. Yaani kila kitu humo ndani. Mwanzo Mwanne akimuuliza kwa nini unanifungia, anamwambia sitaki utoke kwa sababu wewe kwanza bado binti mdogo na mimi nimekuzidi umri. Unaweza ukatoka nje watu wakakushawishi, ukaanza kunisaliti. Mimi sitaki, nakupenda sana. Ndio maana nikitoka najua nimekufungia uko sehemu salama. Kama kuna tatizo utanipigia simu. Kuna mahitaji yoyote nipigie simu, natuma bodaboda inaleta. Mwanzo Mwanne aliona ni sawa tu. Na yule baba alikuwa akifanya kazi, anarudi zake mapema, anarudi nyumbani kwa mkewe, wanatoka, wanaenda sehemu, yani wanaenjoy. Anasema mwaka wa kwanza umepita, ameenjoy. Mwaka wa pili, unaingia mwaka wa tatu, yule baba alianza kubadilika. Akaanza akienda kazini na bado ratiba yake ya kumfungia mlango hivyo hivyo. Alikuwa akienda kazini anamfungia mlango. Badala ya kurudi saa 10 au saa 11, alianza kurudi saa 2, saa 3, saa 4. Mwanne kafungiwa ndani. Mbona hivyo? Akimpigia simu kuna kazi, niko busy. Mwanne alichoka ile tabia. Alichofanya, aliongea na jirani yake. Jirani yake akamfundisha mbinu, akamwambia chongesha funguo. Akikufungia unatupitishia funguo, tunakufungulia. Uwezo ukafungiwa ndani hivyo. Na kwa nini anakufungia ndani? Na Mwanne anasema mwanzo alikuwa pesa anamkabidhi, anamwambia mke wangu weka. Lakini alikuja kumuuliza kwa nini unipeleki shule kama ulivyosema utanipeleka shuleni kwako. Anamwambia kwani shida yako ni nini? Si umeshaolewa? Si kila kitu unapata. Wewe unatakiwa ukae hapa nyumbani. Mimi nimeshakuoa, tulia. Na wakati huo mama yake alikuwa anamuuliza vipi kuhusu shule, akawa anamjibu akasema hapo mwanangu, sijui kama kuna shule tena. Lakini kote kuhangaika kwako mwanangu, umeona matatizo unayokuja kuyapata. Basi Mwanne anasema ilibidi kweli nichongeshe funguo, na yule baba alikuwa akinifungia, mimi namuita jirani yangu anakuja ananifungulia, anatoka nje. Ndipo alipojua tabia za yule mumewe. Kumbe mumewe alikuwa na tabia mbaya za kupenda wanawake kuliko maelezo. Na alikuwa anamfungia Mwanne ili asijue tabia zake na ili asongee hata na watu. Na wale majirani walikuwa wanamwambia hata kabla wewe hujaolewa alikuwa analeta wanawake tofauti. Na tabia yake huyu mumeo anapenda vitoto vidogo. Yaani wanawake zake wote ni vitoto vidogo. Ni mwanafunzi anavyovifundisha binti tu vidogo kavivuruga hapa mtaani. Na tunashangaa hata alivyokuoa. Basi Mwanne akawa kashajua ile tabia ya yule baba. Akawa anampigia simu hayupo, na yule baba siku nyingine akafunga safari. Akamwambia anasafiri. Kumbe huko kusafiri alikuwa anaenda kuoa mwanamke mwingine. Kaenda huko kaoa, akarudi naye yule mwanamke pale anapoishi Mwanne.
ndugu yangu mtazamaji, unayenisikiliza, unayenifuatilia, unajua unapenda kujua nini kitakachofuatia baada ya yule baba kwenda kumuoa mwanamke mwingine na kuja naye pale nyumbani ili waishi wote na yule mwanamke. Na uangalie amepanga upande mmoja, yaani ni chumba, choo na sebule, sio nyumba nzima upande. Na ameletewa mwanamke mwenzie, naye alikuwa ni binti mdogo kama yeye. Usikose kunifuatilia kesho muda na wakati kama huu, kipindi Visa na Mikasa. Mtangazaji wako Rose wa Mikasa. Asanteni kwa leo, tutakutana tena kesho panapo majaliwa.